Naam. Katika mambo matano tuliyotaja kwamba ndio kama ndio daaim za at-ta'lim, kwamba kuwepo na al-sheikh au al-muallim dhu ahliya, mwalimu ambaye ana ahliya ya usomeshaji, ana sifa zenye kukidhi katika kazi ya usomeshaji. Kwa sababu mwalimu akiwa ana ahliya, mwalimu ni mbabaishaji, hajatamakani katika ilmu, anachokisomesha hana ujuzi nacho, faida itakuwa ni ndogo sana. Wasomesha kitu huna ujuzi nacho, kwanza ni madhambi, kwa sababu haifai mtu kusema katika dini kitu ambacho hakijui, hana ilmu nacho. Sasa wachilia mbali kupata madhambi, pia faida hasa haitapatikana. Tujalie mathalan wewe unataka usomeshe faraidh, mlango ar-radd au katika milango ya al-munasakhat, na wewe hujui faraidh, hebu unatasawari kitu gani kitapatikana hapa kama sio potoshaji? Babaisha yani, umekaa pale usomesha hii faraidh hapa al-munasakhat, kwanza utasomesha vipi? Lakini kuna watu ni majasiri kweli, jasiri kweli, atakaa atasomesha wala ajisikii vibaya. Tingine kapewa kipindi mwalimu ambao wewe kwa sababu umesoma fani fulani somesha somo fulani na halijui. Ili inawezekana, na kuna mifano mingi hai ya walimu waliopewa kazi za usomeshaji baadhi ya masomo, mwalimu mwenyewe somo halijui, wanafunzi ndio wanamrekebisha mwalimu. Sasa kuna natija gani, ya faida gani itakayopatikana hapa zaidi kuwapotezea watu muda wao? Kwa mwalimu anatakiwa awe na ahliya ya usomeshaji wa kile anachokisomesha. Unachokijua kisomeshe, usichokijua kiache. Na watu hawalingani. Huweza akajua hili, akajua maarifa, yule akajua hili na hili na hili na hili, au huyu akayajua haya lakini haya hayajui, na huyu ajua haya ambayo mwenzake hayajui, na haya na yeye kama vile vile hajui. Ile inaweza kutokea, lipo. Ila kuna elimu za msingi katika dini, haiwezekani kwamba wewe ukawa ni shekhe eti mimi bwana najua sana mambo ya fiqh, lakini Qur'ani mimi sijui kabisa, mimi sio fani yangu, sijui Qur'ani mimi. Shekhe wa vipi sasa? Hiyo sio sababu sio fani yangu. Ulisoma vipi wewe? Haiwezekani. Au mimi fani yangu bwana tauhid, lakini fununi nyingine hizi sijui mambo ya nahwu na vitu gani, kwa maana kwamba hamjui fa'il wala hajui tamyizi wala hajui maf'uli wala hajui apeleka tu. Sasa itakuwaje sasa? Utasoma vipi ibara? Masala ya kujua kwamba mpaka ukawa wewe umetakhassas katika kitu fulani ni masala nyingine, na masala ya kuwa wewe una misingi katika ilmu, hayo ni masala mengine. Kwa hiyo kuna elimu ni lazima uwe na misingi nazo na utaratibu nazo, zikawa zinakunufaisha wewe mwenyewe, namna ya kuweza kama ni ibara uzisoma sawa sawa, kama kuandika sawa sawa, wajua maana kwamba maana ibara ikija namna hii kwa mfumo huu hapa maana yake ni kadha. Lazima ujue, maadamu wewe ushasimama katika nafasi ya ushekhi, lazima ili ulijue. Kama hulijui utapotosha bila shaka. Sasa masala ya ziada ya hapo, hiyo ni katika mambo ya takhassus za watu. Mtu akatakhasasi akabobea kabisa katika mambo haya, kabobea mathalan mtu katika mambo ya ilmu albayani huko, au kabobea katika fani za adab na nyinginezo, huyu amebobea zaidi katika elimu za mambo ya ilal na aljarh au at-ta'dil. Ni masala mengine takhassus hizo, lakini yale mambo ya msingi katika kila ilmu ambayo hakuna budi kwa mtu mwenye ilmu kuyajua, lazima uyajue, maadamu wewe ni shekhi na wasomesha watu. Hasa katika miji hii ambayo
takhasusati zimekuwa ni chache na ahlul ilmi waliosimama katika njia sawa sawa hakuna. Sasa tulabu ilmi wanashika nafasi za ulama. Kwa hiyo hawa tulabu ilmi watakiwa wajipange katika mambo mbalimbali na fununi mbalimbali ili kunufaisha umma. Leo ukifika katika baadhi ya nchi za Kiislamu kama al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiya utakuta kila ahlu sunna alhamdulillah katika kila fani kuna watu wana takhasusat. Ukiachilia wale maulama lakini utakuta watu wa mustawa tulab al-ilm na al-mustafidun wako wengi katika kila takhasus, kwenye qiraat, katika ulum al-hadith, katika mambo ya lugha na kadha wa kadha, miat, si mmoja si wawili wala 10 wala 20, miat, jambo ambalo katika nchi zetu haliko. Kwa hiyo wewe ili uwe talibu ilmi mwenye kuleta manufaa, hakikisha unafanya bidii katika hizi elimu za msingi ambazo zinahitajika katika jamii yako. Wewe unazifahamu, na unapokaa katika usomeshaji katika marakiz uwe una ihata ya kutosha katika mambo haya, una misingi ili uwe na ahlia ya kuwasomesha watu, utaawana na ndugu zao katika hilo. Sasa hilo halipatikani tu kwa kulitamani, lazima ujijenge katika hilo. Leo nyinyi ni wanafunzi, lakini kesho na kishukutwa mtakuwa na vituo vyenu. Ni aibu kwako wewe kuwa wewe una kituo na umesoma umekaa miaka kadhaa, lakini kuna baadhi ya vitu vya msingi vinakushinda. Aibu, hasara kwako. Kwa lazima watu wafanye bidii ya hali ya juu, kwa sababu ya hali tulionazo katika nchi zetu. Watu wanahitaji elimu yenye manufaa, wanahitaji taasili katika ilmu na kulelewa katika ilmu. Sasa utakapokuwa pale wewe huna taasili ya kiilmu, kusoma katika misingi ya sawasawa, katika misingi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa, ufahamu utaratibu wa watu kusoma, ndio pale unaweza kurupuka waenda mahali watu hawajui kitu, ndio waanza kuanzisha vitabu vikubwa vikubwa kama nilivyotangulia kusema, vitabu vikubwa vikubwa ili kuwatisha tu, na wajua kwamba hawawezi kuelewa katika hiki. Wataelewa yale maelezo yako utakayotoa, lakini kitabu ukimpa mwanafunzi kwamba sasa shekhe leo hayupo, hebu tusomeshe ule mlango wa juzi au ule mlango tuliosoma wiki iliyopita, ni aibu pengine kwa mwanafunzi. Maneno atakayosoma hapo ni uongo mtupu pengine. Kwa nini? Kwa sababu hakujengwa katika misingi. Kwa hiyo wanafunzi wajengwe katika misingi, na walimu wajitahidi katika hilo. Mwalimu awe na ahlia na wanafunzi wawe na utayari, na lazima kuwe na mfumo maalum wa usomeshaji ambao utachunga hali za wale wenye kusomeshwa, kwa sababu watu watakiwa wazingatiwe kwa mujibu wa umri wao, wazingatiwe kwa mujibu wa akili zao, kwa kadri ya kudrati zao na maharati zao, wazingatiwe kwa hali walizonazo, wafikishiwe elimu kwa viwango vyao. Sasa haya tunazungumza kabla, maana utazungumza pengine mara nyingi maneno haya watu na saa kama hizi zatolewa watu wanapokuwa wengine wamaliza masomo, labda katika maskuli, mtu anafundishwa ile hafla ile ya takharruj, watu wafanya graduation. Sasa pale anakuja mwalimu au anakuja mfulani mkaguzi, ndio anawasomea sasa, mtakiwa muwe hivi, mkafanya hivi, mkafanya hivi. Kama wewe hukumlea tangu mwanzo awe hivyo, haya maelezo unayotoa hapa wakati wa kupewa certificate hayatamsaidia kitu, kwa sababu hakulelewa kabla. Maelezo haya unayotoa hapa ni maelezo tu ya kujidai wewe, lakini watakiwa umlee mwanafunzi tangu mwanzo, aingia tu apewe maelezo, wewe watakiwa uwe hivi kwa sababu ya hili, watakiwa muwe hivi. Kwa hiyo watu wanafunzi walelewe katika misingi ya kuwa wao ni waalimu na ni walinganizi, walijua hili mapema. Sasa tutalizungumza hili mapema kwamba kuna misingi hiyo, kwa sababu wewe sasa hivi ni mwanafunzi, lakini kesho utakuwa wewe ni mwalimu, wewe ni shekhe. Sasa katika kipindi chako cha wanafunzi, ili kuwe na faida na elimu ipatikane, ni lazima uwe hivi na mfumo uwe namna hii.
Kwa mnapowekewa nidhamu za kusoma haina maana kwamba maonewa. Zile nidhamu na utaratibu uliowekwa na wewe ujifunze kwamba kwa sisi tunatakiwa tuwe katika mfumo huu, tutapata faida hivi, na sisi tukifika mahali tuwasomeshe wanafunzi namna hii. Leo umefika wewe mathalan ulikuwa unajua kusoma Qur'ani kidogo au babaisha, lakini umefika hapa mathalan umefanywa usaili, umefanywa ikhtibari, kaonekana kwamba wewe unatakiwa uanze kaida, ukasomeshwa kaida vizuri, ukasoma ukaielewa. Bila shaka kwa vile ulivyosomeshwa na wewe utakuwa una uwezo wa kuisomesha. Ukikutana na mtu ambaye hajui kitu, wajua kwamba huyu mimi nitamwanzia wapi, nitamwanzisha hapa mpaka hapa, hiki akikielewa kitafuatia hiki, baada ya hiki kuna hiki. Na wanafunzi na hali ya katika nchi zetu hizi, katika miji yetu, watu wengi kabisa utaona mtu kweli akimtazama utaona huyu ni sheikh talibu ilmu, lakini pengine hajui kusoma Qur'an kabisa, hayumo katika jambo la dini. Sasa huyu utamsaidiaje huyu kumsaidia kwake? Kama akiwa yuko tayari kusoma, ina maana itabidi wewe uwe tayari kumsomesha. Utamwanzia wapi? Kwa hiyo lazima uanze mwanzo. Ndio kwa dharau sema yule asomesha katatibu, somesha madarasa za alif ba ta tha, hizi zina khair, kwa sababu ndio zina tarbia mtu min sighari alilmi ila kibari. Mwanafunzi kumlea kutoka chini kabisa kuwa hajui mpaka akawa ajua, hii ni fadhila kubwa, ni fadhila kubwa. Yani mtu kuwa hajui kitu mpaka sasa ajua, amefika mahali ajua nahwu, ajua faraidh, ajua sarf, ajua masala mustalah alhadith kadha, lakini ametoka kuwa hajui hata kutamka, hajui herufi. Kutoka huko mpaka kumfikisha hapo ni fadhila kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili yoyote katika sisi tukiamua analiweza, lakini kwa kufuata utaratibu. Ufuate utaratibu wa kusoma, usomeshwe, usomesheke, na wewe uwe tayari, kwa sababu leo ni mwanafunzi, kesho wewe utakuwa mwalimu. Hakuna shortcut katika mambo ya kusoma. Mambo ya dini hamna shortcut, na wengi wanaotaka shortcut wameharibikiwa katika jambo lao la kusoma.